Tuje katika mchakato mzima, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 29. Ndio. Neno lipi ambalo ungetamani kuweza kuzungumza na mtu ambaye huyu ambaye tunayemzungumzia, ambaye inatakiwa pia yani amani ambayo Mungu ameweza kutuachia, lakini iweze kuapply pia katika maisha kila siku, na hadi kuelekea kwenye tarehe 29 basi kila kitu kiweze kufanyika kwa amani kama vile Mungu ambavyo ameweza kutuachia amani. Ndio. Niko pale pale tu kwamba taifa ni zawadi Mungu ametupa, taifa la Tanzania, na taifa lina misingi yake. Na hapa naweza kutumia muda huu, ndio kinapofika kipindi kama hiki, wanahitajika watu kama sisi tujitokeze, tuseme. Ndio. Kuna watumishi wa Mungu wakubwa, maaskofu wamefanya kazi kubwa ya kujenga amani. Tunapojenga amani za familia, tunajenga na amani ya nchi. Ndio. Unajua, nchi njema inaanzia kwenye familia zetu. Maadili na misingi ya taifa letu la Tanzania, ndio toka mimi nimezaliwa, ni taifa tunapotembea wanaita taifa la amani, nchi ya amani. Tuna msingi huo wa amani, na taifa lolote ambalo lina msingi wa amani, hilo taifa ni zuri sana kuishi. Unajua, kuna watu hawaelewi. Nimeongea msingi unaovuruga amani, unaoondoa amani, watu wakasambaratika. Inaweza kuwa message, inaweza kuwa ni mwanaume kalala nje ya ndoa au kalala hivyo lakini mtu angalii kwamba amekana huyu mtu miaka 40. Wamejenga nini? Wamejenga maisha. Anaamua kuchukua hatua mbaya. Na Watanzania wengi wanapaswa, na najua Watanzania wengi wanataka amani. Katika watu ambao mimi wanazungumza na wanataka amani, natokea tu kikundi ambacho akiwezi kuangalia matatizo yanaweza kutokea, ndio kinachochea tu kuvunjika amani. Lakini Watanzania wengi, misingi yetu sisi Watanzania ni misingi ya amani. Huu msingi ulijengwa na kiongozi wa kwanza, na nashukuru awamu zote zimesimamia hilo swala, kwamba amani endelee kutulia katika mioyo ya Watanzania.